kwa sababu watu wengi maarufu kwenye misiba huwa ni drama, hakuna cha msingi kinachofanyika. Drama tupu, watu wanaenda kuonyeshana mavazi, simu mpya, magari. Huyu ameingiaje? Yani inachosha. Too much drama kwenye misiba. Tuzingatie misiba. Msiba ni kitu ambacho, yani msiba unasema ni ibada. Wewe ni Muislamu mzuri sana. Msiba ni ibada. Sasa kama hiyo ibada, tafakuri. Kama hiyo ni ibada, kwa nini mnaleta drama kwenye misiba? Yani sijui ni nini kimetokea. Alafu sasa Castro, watu wanaenda mbali zaidi. Hata salamu. Naona mimi nimekutana na wewe. Kuna sehemu nitakuita Castro Dickson. Ndio. Kuna sehemu nitakuita mzee vizuri. Ni kweli. Kwa sababu najua kuna sehemu na sehemu. Kwenye misiba mtu wewe mzee wa Simba. Wewe baya ubwela. Wazi. Wewe misiba sasa hivi ishakuwa kama comedy. Kwa nini inakuwa hivyo? Yaani kuna watu wanafika kwenye misiba kama sanamu. Yaani kama ameletwa akishamaliza ile shughuli anageuza anaondoka zake. Hana tafakari yoyote juu ya lile. Mbaya zaidi Castro, kabla hujajazia pointi yako hapo. Kwenye hii misiba watu maarufu, kuna wale mabwana wanaahidi vitu ambavyo vinakuja kuwatesa wale watoto baadaye. Ulikoenda vipi? Mimi nitasomesha ulikoenda vipi? mpaka kidato cha 6 mpaka amalize huyo. Nasimama mimi, marehemu alikuwa kaka yangu wa damu, dada yangu familia. Sasa kuna watu bwana wewe, kuna watu wanasomesha. Sawa kusomesha, wanasomesha. Anasomesha mpaka mkeo. Ndugu yangu, mtu anaahidi kabisa kwenye msiba, mishipa imemtoka namna hii, ana confidence 100%, alafu anatoa ahadi nzito mbele hata ya wachungaji, mbele hata ya maaskofu, haogopi, mbele ya familia, mbele ya ukoo, mbele ya mashehe, kwamba marehemu huyu alikuwa nami mtimani, tulikuwa karibu mno, tuna historia nyingi, tumetafuta naye. Ipite miezi 2, watoto shuleni walikuwa wanasema senti, walikuwa wanasoma huko senti. Sasa inageuka ile senti inakuwa senti 50, wanaenda senti Kayumba. Mkimfuata anaona mnamgazi.